10. Palikuwa na mtu Kaisari jina lake Kornelio. Akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Alikuwa mkubwa wa jeshi ya Kiitalia, Kornelio. Mtu mtaua, mcha wa Mungu. Alikuwa anapenda Mungu hii Kornelio sana. Yeye na nyumba yake yote. Yeye na nyumba yake tulikuwa anapenda Mungu. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Alikuwa anatoa yule mtu anatoa sadaka, pasa nimetoa sadaka muone Mungu ajenijibu. Wewe unalipisha Mungu wewe? Toa ovyo ovyo upate ovyo ovyo. Bwana Yesu atukuzwe. Pasa nimevunja madhabahu, nimetoa hii, mbona Mungu anijibu? Sikiza. Mungu anahitaji utoe ovyo ovyo. Alikuwa anapata sadaka mingi bila kuhesabu. Lakini ukihesabu leo nimetoa Mungu nitende, unalipisha Mungu. Sio jambo kama unalipisha Mungu. Nimetoa hii nataka unipatie, kama unalipisha Mungu, wewe toa ovyo ovyo bila kuhesabu. Mungu mwenyewe akutendee anavyotaka. Naelewa? Na kumwomba Mungu daima. Alikuwa anatoa sadaka mingi akiomba Mungu daima, kila siku akimwomba Mungu. Akaona katika maono waziwazi. Akiwa katika maono waziwazi akaona hiki kitu. Kama saa 9 ya mchana. Saa 9 ya mchana juu ilikuwa masaa yake, saa 9 ya mchana nasema ndio madhabuni atoe dhabihu. So akalemewa na usingizi hiyo masaa ambao anatoa sadaka kwa Mungu. Acha nikwambie. Mungu, malaika wa Mungu huwa ana time ya kushuka madhabuni. Sasa ndio kusema jamani, tupatane hapa asubuhi tuombe tutoe dhabihu. Alafu unakuja saa 6, hautapata chochote. Kama mmoja alikaa katika kisima Belika Bethsaida. Miaka 30 na ngapi? 38. Akisubiri muujiza wake. Lakini ikifika saa 3 kamili, malaika wa Mungu anakuja na tumbo ile maji anafungua, watu wanakaa ndani, wanapona wanaenda. Lakini mama akakaa kwenye kisima kwa sababu ya malalamiko. Unajua kama miaka 38 hapo ipo. Mpaka Yesu mwenyewe alipokuja akamwambia wewe, jitwike kodoro yako. Go. Naye amejaa na Bwana, sina mtu wa kunisaidia. Sijui watu wanakuambia jitwike kodoro yako uende. Bwana Yesu atukuzwe. Alikaa, kumbe malaika wa Mungu alikuwa amezoea kuja saa ngapi? Saa 3 ya asubuhi ndio anapata kwenye nchi. Masaa yako na Mungu ambayo umeagana na Mungu wako kwa madhabahu, inabidi kupate kwenye madhabahu. Ndio message itakuja. Ndio maana mimi utasikia nakwambia wakati moja Mungu ameniambia. Juu Mungu anajua kwamba hii ndio masaa ya Elisha kuingia madhabahuni. Ndio maana sisi hizo pate mimi nalala kuanzia saa 11 usiku nimeshika pesa. Kama leo sijalala, asio sijamaliza kazi nimekesha kwa jana nimechukua hivi. Mpaka nimpishe mtu akuja hapa ndio nibadilishe tena. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kwa sababu ya kumtafuta Mungu. Kutafuta message